mafuriko ya udongo kule Manyara, ama mafuriko katika baadhi ya maeneo ya wananchi waliojenga kwenye mabonde. Kwa mara hii tunatahadharishwa kuhusu uhaba wa mvua, kwamba mvua hazitakuja za kutosheleza na zitakuwa na mtawanyiko usioridhisha. Ninawakumbusha wakulima kujiandaa, kuwa tayari kuandaa mashamba kwa wakati na kutumia pembejeo ikiwemo mbegu na mbolea zinazoendana na hali ya hewa tuliyotahadharishwa. Tutumie mbolea na tutumie mbegu zinazoendana na upatikanaji wa mvua chache, sambamba na kuzingatia ushauri wa wataalamu wa kilimo ambao kwa sasa wanazunguka nchi nzima kukutana na wakulima na kutoa elimu. Pamoja na kuwa hakuna tishio la uhaba wa chakula kwa sasa, kama nchi tuna akiba ya ziada, tuna chakula cha kujitosheleza, tuna hifadhi ya chakula ya kutosha kama nchi. Lakini ni vyema wananchi waendelee kuzingatia matumizi sahihi ya chakula, ikiwemo kuweka akiba na kuepuka matumizi yasiyofaa, kwa sababu tumetahadharishwa kuhusu hali ya mvua kwamba hazitatosheleza. Kwa hiyo huenda ikaathiri mavuno. Kwa ni vizuri tukaanza kuhifadhi akiba ya chakula tulionayo. Na kwa upande wa wafugaji, wanashauriwa kuweka mipango mizuri ya matumizi na uhifadhi wa maji na chakula cha mifugo.